Habari ya jioni ndugu wawekezaji.
nyingine kwamba kwa sababu ya hizi muda wote Apologies, nasikia tulikuwa na shida ya mtandao na tulikuwa hatusikiki. Apologies sana. Tulikuwa napitia kidogo report ya mwezi wa 5. Sema sasa kwa hii changamoto tulioipata, tunaomba twende moja kwa moja kwenye upande wa weekly wrap. Tunaomba samani sana. Ni Ijumaa nyingine tena tuko pamoja kama kawaida. Tunaomba radhi sana, mtandao umetusumbua kidogo na maana tumechelewa kuanza, lakini pia hata kwa area yote ambayo tumeweza kwenda alafu bila sauti, tunaomba msamaha sana katika hilo. Lakini akijaribika kitu, bado timu yetu iko tayari kwa ajili ya kupresent the weekly wrap, na baada ya hapo tutakuwa tuna unlock counter ambayo ilikuwa na shauku kubwa kwa wawekezaji wengi sana, counter ya Afriprice. Naamini sasa hivi tunasikika vizuri kabisa, na naomba nimkaribishe ndugu Ibra atupitishe kwa haraka kidogo kuona wiki hii mambo yameendaje. Karibuni sana ndugu wawekezaji. Asante sana Mr. Ruitiko. Ndio. Tumia kama chapo chana hiki kitu. Okay. So wiki hii tukienda moja kwa moja kwenye the key market indicators, tunaona kwamba on a high level soko limeweza kuchangamka, soko limeweza kuongezeka in terms of its activities, na hii inakuwa witness na kwa mfano tukiangalia the total turnover imeongezeka kwa 141% kutoka bilioni 13 tuseme hadi bilioni 31.27 wiki hii, kwa ongezeko la 141.4. na tukiangalia upande pia wa volume of shares traded, hisa ngapi zimekuwa traded, zimeongezeka pia kwa 268. Hii ni change kubwa sana ukilinganisha na wiki iliyopita. Hizi stat mbili tu zinatosha kabisa kuonyesha kwamba soko hii kulikuwa kuna mzunguko mkubwa sana wa shares kwenye ambazo zimekuwa traded sokoni. Lakini kwa haraka tukiangalia ukuaji wa soko, total market capitalization imeongezeka kidogo kwa 0.5, japo domestic market cap ilipungua kwa 0.8. na tukiangalia kwenye hizi sectoral indices, hapo chini kabisa tunaona index ya commercial services imeshuka zaidi kwa 5.3, wakati index ya banking, finance and investment imepanda kidogo kwa 0.4. na tutaweza kuangalia au how hizi index zimekuwa influenced na movement ya price kwenye different counters. Tukiangalia wiki hii the top movers, hapo tunaona CRDB alidominate sana kwa 88.4 kumradhi. Counter CRDB wiki hii yote of course tukiangalia hapo kama tulivyosema awali turnover ya bilioni 31.27, basi 88 zote zilienda kwa CRDB au zilikuwa traded na CRDB. Tukiangalia counter ya CRDB
leo tu Ijumaa katika ripoti ya DSE tunaona kwamba kuna block trade, zile pre-negotiated trade zilipita share milioni 30 na of course ukiongezea na shares nyingine ambazo zilipita wiki hii. Kwa hiyo tunaona kwamba kumekuwa na mzunguko mkubwa sana, lakini hata ukijaribu kulinganisha counters nyingine, kwa mfano counter ya Voda wiki hii imepitisha block milioni 1.8 au milioni 1.78 kwenye ile board ya block trades. Lakini wiki iliyopita kulikuwa hakuna block trades za Voda, kwa hiyo kumekuwa kuna movement hiyo pia imechangia turnover kupanda. Pia counter ya TCC tunaona wiki iliyopita ilipitisha block trade ya shares 50,000 tu, ukilinganisha na wiki hii blocks ambazo zimepita ni share 117,000. Kwa hiyo tunaona wiki hii kwa kiasi kikubwa turnover imekuwa influenced, au activities za soko zimekuwa influenced zaidi na kupita kwa hizi block trades au pre-negotiated trades. Tukumbuke tu kwamba hizi block trades kwa nature yake huwa haziathiri sana bei au haziathiri kabisa zile opening and closing price kwenye hizi counter. Tukiangalia kwenye gainers and losers wiki hii tunaona kwamba bado chart inakuwa ni kubwa, na hii tumeiona pia baada ya hizi new trading rules to come into effect. Lakini tukiangalia kwa haraka na tukifocus sana kwenye domestic counters, tunaona kwamba domestic counter ambayo ime rise au ime gain kuliko zote ni counter ya DCB ambayo imepanda kwa 3.7%, imemaliza hii wiki kwa shilingi 140 ukilinganisha na ilivyoanza wiki kwa shilingi 135. Counter ya pili domestic ambayo imepanda zaidi ni counter ya Mkombozi Bank. Tunaona inaendelea kufanya vizuri baada ya kutangaza gawio au cash dividend mwaka huu. Imefunga wiki kwa shilingi 1,140. Lakini pia counter ya Twiga Cement imepanda kwa 1.1% ikifunga wiki kwa shilingi 4,750. Na mwishoni hapa NMB tunaona pia akiendelea kufanya vizuri akipanda kwa 0.8% wakifunga wiki kwa shilingi 6,600. Tukienda kwenye upande wa losers au zile counter ambazo zimeshuka bei, tunaona MCB, counter ya MCB, hii ni Mwalimu Commercial Bank, imeshuka kwa 10.7%. Ilianza wiki kwa shilingi 280, imefunga wiki kwa shilingi 250. Lakini Tanga Cement pia wameshuka kwa karibu 6%. Vodacom wameshuka wiki hii kwa 5.8%, wakifunga wiki shilingi 490. Tunajua Voda pia imekuwa victim ya hizi trading rules mpya, kwa hiyo counter bei yake kwa kweli imekuwa unlocked. Japo tunaona katika hizi siku mbili bei yake kidogo imeanza kupanda ukilinganisha na namna trend ilivyokuwa kipindi kilichopita. Counter nyingine Nico alishuka pia, bei yake imefunga 920, kwa hiyo hii imeshuka kwa 4.2%. Lakini mwishoni kabisa counter ambayo ningependa kuigusia kidogo ni counter nyingine ambayo tunaona imekuwa unlocked kutokana na the new trading rules. Hii ni counter ya TBL. Kwa muda mrefu sana bei yake imekuwa shilingi 10,900, lakini wiki hii imefunga kwa shilingi 10,690, imeshuka kwa karibu 2% au 1.9%. Tunaona kwamba counter zinaendelea kuwa unlocked baada ya introduction ya hizi new trading rules.
Tukiangalia upande wa investor participation, kwa maana kwamba katika wale wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje, wiki hii tunaona kwamba kwenye manunuzi on the buy side, wawekezaji wa ndani ndio ambao walidominate sana, walinunua 98.52% ya total turnover. Lakini tunaona kwenye upande wa mauzo, foreign au wawekezaji wa nje walichangia 88.7% tuseme, huku wawekezaji wa ndani wakiuza 11.3% tu. Kwa hiyo tunaona foreign investors walichangia kwa kiasi kikubwa zaidi mauzo ya hii wiki. Kwa hiyo ukiangalia ile difference kati ya foreign investors kuuza na kununua, imeleta net foreign outflow, kwamba wawekezaji wameondoka au value ya kule kuuza kwa hisa kwa kutoka kwa foreign investors ni bilioni 27.3 hii wiki yote. Kwenye upande wa bond market au hati fungani, tunaona kwamba wiki hii bond market activities ilishuka kwa kiasi chake. Tunaona kwamba total turnover ilishuka kwa 40%. Hadi wiki hii total turnover ambao ukichanganya zote hati fungani za serikali na hati fungani za makampuni, total turnover yake ilikuwa bilioni 147.3. Na kwenye upande wa hati fungani za serikali zilikuwa spread kwa tenure au miaka au hati fungani za miaka au vipindi vya miaka 4, na tunaona hati fungani za miaka 10 ndio zimekuwa more popular au zimedominate mauzo ya wiki hii kwa 44.6%, ikifuatiwa na hati fungani za miaka 20 34.9%, zikifuatiwa na za miaka 25 20.5%, and the rest zilikuwa ni za miaka 15. Lakini kwenye upande wa corporate bonds, wiki hii corporate bonds ambazo zimetrade total turnover yake ilikuwa ni milioni 156.7, ambapo Samia Infrastructure Bond ili account 78.6%, ikifuatiwa na NBC ambao bond yao ya miaka 5 ili trade kwa 19.5% ya the total turnover, na mwishoni ikiwa bond za NMB ambao wao wali trade 1.9%. Yeah, hii turnover ya wiki hii yote. Tunakumbushia tu kwamba wiki hii au wiki inayofuata ndo tunatarajia kuangalia mnada wa mwisho wa government bonds ambao utakuwa ni mnada wa miaka 15. Hii ni reopening ambayo ilifunguliwa mwezi wa tatu around tarehe 5, na huu ndo utakuwa mnada ambao utafunga kalenda ya ukopeshaji ambao serikali itakuwa inakopa kutoka kwa the public ya mwaka wa fedha 2024-2025, na tunatarajia kupata kalenda mpya hivi karibuni kutoka kwa serikali pale inapokuwa inajiandaa kufungua mwaka mpya wa fedha. Na baada ya kusikiliza au kuangalia ile budget, kujua kwamba wanatarajia kukopa takriban trilioni 6.2 kumradhi ya shilingi trilioni 6.2, ukilinganisha na trilioni 6.6 ambazo walipanga kukopa mwaka fedha huu ambao tunakaribia kumaliza.
asanteni sana. Hapa tutakuwa tumefunga ripoti ya leo. Naomba sasa nimwombe Imani aweze kutupa uchambuzi japo kwa kifupi tu kwenye performance ya equity na bond market wiki hii. Imani, karibu sana. Asante sana Ibra. Kweli ya kuongezea ni machache tu, lakini kama tunavyoona soko liko very vibrant. Najua leo tulikuwa na discussion hapa Ritiko kwamba soko linakuwa, unajua market efficiency hypothesis kwamba watu collectively, watu wanakuwa wanaliangalia soko, wanaweza kuona linakoelekea. I think this is what's happening with the stock ya DSE. Mwaka huu bei ya DSE imepanda. Siku zote bei ya DSE inakuwa juu, PE ratio inakuwa juu kwa sababu bei yake kuna potential kubwa inaonekana, perspectives zake ni nzuri, kwa bei huwa inakuwa juu relative to say other companies ukiangalia in terms of dividend yield na PE ratio. Lakini mwaka huu specifically bei imepanda, imekimbia, na tunaelewa sasa kwa nini. Kwa sababu tunaona activities ambazo zimekimbia, kwamba ndani ya miezi, hata mwezi wa 6 hujaisha, ndani ya miezi 5 na nusu turnover ya soko, equity turnover imeshazidi turnover ya mwaka mzima, mwaka 2024. Make most likely hapa tunachoelekea ni kwamba turnover itakuwa zaidi ya 100%. Kama sasa imesha match kile ambacho kimepatikana mwaka jana mzima, maana yake transaction fees kwenye equities ni kubwa, yani transaction fees kwenye equities zitaongezeka. Tunajua ilikuwa imeshapitwa na bonds, naona bonds nazo zinakimbia, transactions kwenye bonds zinakimbia. Kwa hiyo justifies why share ya DSE bei inaendelea kupanda, na hii ndio potential ambayo imekuwa inaongelewa siku zote kwamba soko bei hisa yenyewe ya DSE ni hisa moja ya kuangalia. Na tulishafanyia kwenye mid cap series yetu tulishafanyia recap, tulishafanyia analysis ya DSE, tukaongelea hizi potential zote kwamba soko linavyozidi kufunguka, market opportunities DSE zinazidi kufunguka. Tumeona domestic participation bado iko juu, tunaona foreign outflow hata ikitokea bado wawekezaji wa ndani wanaendelea kuzinunua hizo share, na wanaendelea kupata uchumi jumuishi ndani ya taifa. Yani Watanzania wanazidi kumiliki economic resources ambazo zilikuwa nyingine zinamilikiwa na foreign investors. Kwa hiyo ni maendeleo mazuri. Tunategemea performance iendelee kuwa nzuri ya DSE, na tunategemea huko mbele products nyingine zitafazidi kuwa introduced, market activities zitaongezeka, then zote zina benefit soko. So soko linavyokuwa, maana yake na sisi wote tunapata portion, tunapata sehemu ya kuwekeza pesa zetu tuweze kupata return for a better future. So I think this is very positive. Asante sana Ibra kwa hii ripoti. I think sasa tunaweza tukaenda, unless kuna maswali hapa, tunaweza tukaenda kwenye mid cap stock, na muda wenyewe umeshaenda na kutupa mkono. Tunaweza tukaenda kwenye focus kwenye stock yetu ya leo ambayo ni Afriprice. So nadhani kitu ambacho mwekezaji anatakiwa akiangalie katika kipindi hiki ambacho stocks mbalimbali zina move, mimi nitasema kwa lugha ya Kiingereza, be nimble, yani kuwa very flexible na angalia opportunities, lakini ni muda mzuri sana wa kuangalia portfolio yako. As much as watu huwa tunawekeza, mara nyingi huwa haturudi nyuma na kuangalia katika portfolio yangu kampuni ipi over time imekuwa ikifanya vizuri, imekuwa ikibeba portfolio yangu, na kampuni ipi imekuwa ikiaverage
returns katika kapu langu la uwekezaji ama portfolio yangu, kwa sababu counter ni nyingi, na hapo ndipo inakuja umuhimu wa kuwa na investment advisors, kuinteract na brokerages, and that is where CRDB comes in, kwa sababu unapokaa na market participants kama sisi ambao tupo tuna engage na investors wengine, tuna engage na regulators, lakini tuna engage na institutional investors na other market participants, tunakuwa tuna information za kutosha kukuguide na kujua momentum hii, je, ni ya one off, ni ya muda mmoja ama ni endelevu. Kwa hiyo it is very key. Mimi nasema ukiwa unataka kuwa mwekezaji mzuri, usijifungie ndani, umeona. Zaidi uliza, sawa, uliza maswali, understand, kuwa na mahusiano mazuri na broker, for in this case CRDB Bank, umeona. Tuulize maswali, tutakusaidia, kwa sababu tunaona Mkombozi, who could have known in January. DSE more or less, mimi ukiniuliza metrics zangu na model zangu zote zilikuwa zinaonyesha iko overpriced, lakini people still saw that did not mean anything. Walikuwa wanaona kuna potential, and hapo ndio lilipokuja somo jingine la finance kwamba just because a stock is overpriced does not mean kwamba price yake itashuka chini. Watu wanaweza wakaendelea kuona ile potential for an extended period of time. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo tulivyokuwa darasani tulikuwa tunaviona kama theory, lakini sasa hivi tunaanza kuviona vikiwa kwa uhalisia zaidi. Sasa nimkaribishe Imani Muhingo aweze take through Afriprice, moja ya kampuni ambazo zimekuwa gumzo toka 2023 ilipofanya rights issue. Tumeona from there kubadilisha jina. I would say, nadhani Imani, this should be part of the introduction. Kutoka TICL mpaka Afriprice, kuna kitu kilitokea kwenye saikolojia ya wawekezaji ili badiliko la jina, and ni kitu ambacho kama kuna mwanafunzi wa masters yuko, nadhani something to observe kama thesis topic kwa kweli, kwa sababu nadhani moja ya factors, psychological factors, zimeplay a big hand. Karibu Imani. Asante sana. Mimi na kuanzia hapo kweli, cha kwanza kilichotokea ni kwamba alphabetical order ili play part, kwa sababu shares za DSE zinapangwa alphabetically. Kwa hiyo kwenye ile list ambayo DSE anatoa kwenye daily report zinapangwa alphabetically, na kwenye trading platform ya ATS zinapangwa alphabetically, kwa hata MTP zinatokea alphabetically. And what happened ni kwamba Afriprice alibadilisha jina kutoka TICL kuwa Afriprice. Share yake ikawa ya kwanza kabisa kuonekana. Kwa hiyo ili capture attention ya watu wengi haraka sana. Hii kampuni ni kampuni gani? Watu wakadhani ni kampuni mpya imeingia sokoni, watu wakaiobidi watu waifuatilie, na kuifuatilia ndio dhahabu. Unajua muda mwingine tuwezi kusema ni marketing kwa sababu ni walibadilisha jina, lakini kuna unique ways of marketing. Kwa mfano haraka Red Bull, kama ushawahi kusikia story ya Red Bull walifanya marketing yao, walichukua empty cans za Red Bull wakaenda kuzitupa kwenye dustbins mji mzima. Watu wale wauzaji wholesale suppliers wakaanza kushangaa, hiki ni nini, hiki kinywaji gani? Then wakaanza kuagiza mzigo, and then Red Bull ndio ikawa imetoka. Kwa hiyo automatically hii kitu ilikuwa psychological. But let's go to Afriprice, a deep dive. So Afriprice ni close-ended fund manager. Nikisema close-ended fund manager maana yake ni fund manager lakini hapokei pesa. Ni close-ended collective investment company. Hapokei pesa kila siku. Mfano mifuko mingine kama UTT ni open-ended, ambao muda wowote ukienda kuweka hela unapokelewa na wanakupa units wao wenyewe. Kwa kuuza na kununua na kuuziana units unauziana wewe na fund manager. Lakini Afriprice ni unauziana wewe na mtu mwingine, mmiliki mwingine. Kwa hiyo wenyewe wanakusanya pesa pale ambapo wanakusanya pesa mara moja through the initial public offering au secondary offering, kama walivyofanya initial public offering in 2018. In fact walifanya initial public offering huko nyuma mwaka tutaona hapo, tunaona mwaka 99 kampuni ndio mwaka 99, and then wakauza, ilikuwa limited to wafanyakazi wa TCCIA. TCCIA ni Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. Hii ni taasisi ina affiliation na serikali. Kuna watu ambao wanafanyia kazi au ni advocates wa mambo kwenye biashara, industry na kilimo, biashara, viwanda na kilimo. Kwa wenyewe sasa, kwa sababu ina members wengi, wale members ndio wakaanzisha hii taasisi ya TCCIA Investment Company Limited, alafu wakawa restricted kwa members. Kwa hiyo ilianza kama investment club of some sort ya wafanyakazi wa TCCIA, ikawa kampuni. By 1999 ikaundwa ikawa kampuni kabisa, na ni kati ya kampuni ambazo zilihusika kwa karibu kwenye IPO ya NMB.
kama tulivyoongelea Nicole wiki ile kule iliyoisha, and then hapo sasa ikawa proper investment company. Japokuwa ilikuwa limited, ikaanza kupokea watu kutoka nje na 2018 ikaenda sokoni, maana yake wakaiform ikawa kampuni, ikauza hisa kutoka kwa umma, ika raise capital kutoka kwa umma, and then wakaanza kuwekeza kwenye masoko ya mitaji na dhamana. Kwa hiyo ninavyosema close ended fund manager, maana yake hawapokei pesa kila siku. Walishapokea mara moja, kinachoendelea sasa hivi wenyewe wanaendelea kuzimanage zile pesa, au tuseme walipokea mara kadhaa, lakini sio utaratibu wa kila siku kama UTT na mifuko mingine. Kwa hiyo Tanzania ziko mbili close ended fund manager at least ambazo ziko public, ni Nicole na Afriprice. Kwa hiyo Nicole tuliongelea, hii ni nyingine Afriprice. So na wenyewe wanafanya kitu hicho, wamekusanya pesa zao wanaziwekeza kwa watu tofauti. Kama niliongea historia yake hapa, 2018 walikuwa listed March 2018. 2000 walikuwa listed kama Tanzania Investment TCCIA Investment Company Limited. Ndio maana TICL hapo juu inaonekana hapa. Hii ni TICL. Lakini walipokuja mwaka jana April wakabadilisha jina kuwa Afriprice kutoka TCCIA, na moja ya sababu ni kwa sababu ilikuwa inaitwa TCCIA Investment Company Limited kwa sababu ilikuwa affiliated to TCCIA significant, kwa sababu ilianza na wafanyakazi wa TCCIA na ikawa inamilikiwa sana na hiyo membership member TCCIA member club. And then going forward, kwa sababu iliuzwa ikapelekwa kwa umma na members wa TCCIA waliuza share zao, TCCIA yenyewe iliuza share zao ikanunuliwa na watu wengine, then ikawa imebaki affiliation ya jina peke yake, kwa sababu ilikuwa sasa almost independent, wameingia shareholders wapya, kwa wakaona wabadilishe jina kuonyesha kwamba sasa hii ni kampuni tofauti na ile iliyokuwa mwanzo, na jina lilokuja ndio ikawa Afriprice, na kama tulivyoongea hapa psychologically ikawa juu kwenye list ya DSE na watu they picked attention, wakaanza kuifuatilia. Kabla ya kubadilisha jina walifanya rights issue, waliuza share milioni 72. So basically walifanya 1-to-1 rights issue, sababu share milioni 72.96 ndio ilikuwa total number of shares. Wakatoa kila share moja, kila mtu mwenye share moja akapewa haki ya kununua share nyingine kwa shilingi 145, waka raise about 10.5 billion shillings, ambayo ikatoa mtaji wao kutoka around bilioni 2 mpaka bilioni 12, kwa sababu walikuwa na mtaji, ulianza mtaji, walikuwa na retain pesa, sehemu nyingi ya balance sheet yao ilikuwa ni uwekezaji na assets zao. Kwa hiyo ikaongeza mtaji, kwa sababu basically ni mtaji, kaongeza mtaji kutoka bilioni 2 mpaka bilioni 12. Kwa hiyo basically hii ni close ended fund manager, hela walizonazo wanaziwekeza kwa ajili ya kusecure return, na wanawekeza kwenye equities na bonds. Wana diversified portfolio kwenye equities, wamewekeza ndani ya Tanzania, Kenya na Rwanda. Sijui ripoti ya mwisho 2024 bado haijatoka, kwa mpaka 23 walikuwa wamewekeza kwenye hizo nchi tatu, Tanzania, Kenya na Rwanda. Lakini sehemu kubwa ya uwekezaji wao iko hapa ndani kwenye hisa na bonds za hapa ndani, na huko nje sana wamewekeza kwenye hisa. Wamiliki wa sasa mmiliki mkubwa wa sasa wa Afriprice ni PSSSF ambaye ndio anamiliki 45%. Halafu kuna Abasi Exports ambao wanamiliki 13.3%, and then nakuja familia watu mmoja individual shareholders mmoja ambao hapo wachache wanamiliki 4% na 1.5%, na umma kuna sehemu shareholders wengi wengine wanamiliki 31.13%. Pende kwenye mapato yake ni yote ni investment income. Investment income imegawanyika sehemu mbili, kuna interest income na dividend income, lakini investment income ilipanda 46% mwaka jana mpaka bilioni 4.2. Mpaka ilikuwa naongelea investment income inaonekana hapo imepanda 46.4 mpaka bilioni 4.52 mwaka.
mwaka 2024. Na imetokea hivyo kwa sababu waliongeza uwekezaji kwenye holdings. Kama nilivyosema 2023 walifanya rights issue wakaraise bilioni 10, around bilioni 10.5. Then hiyo yote iliwekezwa, walilipa sehemu kidogo, walilipa madeni and then wakawekeza sehemu kubwa hiyo kwenye equities na kwenye bonds, ambayo ikaongeza mapato, ndio maana mapato yakapanda 46.4. Na zingine they gained on disposal of investments. Kuna investments walinunua and then so kama trading, so unanunua hisa kama tunavyoona Mkombozi kwa mfano sasa hivi imetoka shilingi 590 mpaka 1000. Kwa hiyo mtu aliyenunua kwenye 590 akiuza in this is less than 2 months, akiuza anapata hiyo faida. Kuona wenyewe kama investment company kuna hizo biashara wanafanya, na gain on disposal of investments imefika milioni 490, wamepata faida milioni 490 kwenye trading, ambayo ni 10% ya mapato yote, na hiyo ilikuwa milioni 185 mwaka 2023. Na hii inaonyesha prudence. Mwaka jana wameongeza ujuzi, manake wamenunua assets zikiwa chini, wameuza zikiwa juu, analysis ilikuwa nzuri. Operating expenses zimepanda kwa 6%, 1.1 billion, na cost to income ratio imeimprove kwenda 13.8 kutoka 22.9 mwaka 2023. Cost to income ratio kama tunakumbuka kwenye wakati tunaongelea benki ni gharama ya uendeshaji, tofauti na gharama moja kwa moja ambapo kwa kampuni kama hii hamna gharama moja kwa moja. So ni gharama ya uendeshaji gawa kwa mapato yote ya hiyo kampuni, ambayo ndio imefika 13% tu ya mapato yanayopata ndio inatumika kuendesha kampuni. Operating profit imepanda kwa 63%. Hii kwa sababu mapato yalipanda sana kwa 46%, alafu gharama zimepanda kidogo. Operating profit imefaidika zaidi, kwa imepanda mpaka bilioni 3.9. Na finance costs niongelea kwamba ile rights issue waliofanya walitumia kuna pesa walitumia kulipa madeni waliokuwa nayo, ambayo hayakuwa makubwa, lakini walitumia kupunguza hayo madeni. Walilipa yote, basically walilipa yote madeni. Kwa hiyo cost ikashuka kwa 98.6. basically hizi 4.8 milioni ni kwenye accounting shughuli na benki, kutakuwa na liabilities here and there, ambayo ndio ikasababisha hiyo finance cost kubaki at 4.8 million shillings. Kwa net margin kama tumeona cost to income ratio imeshuka, kwa net margin imepanda mpaka 18.6 kutoka 64%, na profit before tax nearly 86.1 from 64%, na profit before tax nearly doubled, imepanda kwa 91 kufika bilioni 3.89. Kwa ukiangalia wamepata mapato ya bilioni 4.5 na faida kabla ya kodi ni bilioni 3.89. Earnings per share imekuwa kwa 12% mpaka bilioni 26.66. Sasa unaweza ukaona faida imekuwa kwa 91, lakini earnings per share zimekuwa kwa 12%. Kwa nini? Kwa sababu number of shares zilidouble. Kama nilivyosema, walifanya rights issue na walifanya 1-to-1 rights issue, maana yake walikuwa na share milioni 72.9 wakaongeza share milioni 72.9 mpya. Kwa earnings per share inaangaa faida kwa kila share moja. Kwa maana yake kwa sababu faida ilidouble, earnings per share iliongezeka kidogo, tofauti na kwa sababu sasa hapo share ziko nyingi zaidi kwa gawa, ndio maana imeongezeka kwa 12.4 peke yake. Mali zao zote zilikuwa kwa 7% mpaka bilioni 53.5, na this was supported by the rights issue. Equity investments ziongezeka kwa 23, na government securities na bonds na corporate bonds nazo zikaongezeka kwa kiasi chake. Shareholder funds kapanda sawa sawa na earnings per share kwa 14 fika bilioni 53, na ukiangalia hapa unaona total assets ni bilioni 53.5, lakini shareholder funds bilioni 53.4. maana yake hamna liabilities kabisa. Liabilities zoko hapa ni out of operations, ambayo ni milioni 900, milioni 90 in fact, sio 900, milioni 90, kwa sababu bilioni 53.5 kutoka 53.41 na baki milioni 90. Net asset value per share ni shilingi 366, na sokoni tunajua ni shilingi, hii ni mpaka mwisho wa 2024. Sokoni tunajua sasa hivi ina trade at around 340 au 45, 345. Kwa maana yake net asset value per share ni kubwa kuliko bei yake. And why that matters? Kwa sababu tumesema huyu ni fund manager, huyu ni close ended fund manager, lakini ni fund manager still. Kwa net asset value yake ina matter to some extent, kwa sababu ikitokea
net asset value ina matter pale ambapo kampuni ikiwa liquidated, that's what you get. In case una liquidate kampuni, hiyo net asset value ndio utakayopata. Sasa ikiwa kampuni ambayo ni fund manager, holdings zake ni financial securities, manake market value ya hizo holdings zake ndio utakayopata in case kuna liquidation. Kwa hiyo in this case market value ndio ukapata, na hii ni mwisho wa 2024. Sasa hivi holdings zake nyingi zimepanda bei, kwa maana net asset value imepanda zaidi. Hata tunaangalia sasa hivi hapo tukicompare na bei sasa hivi, bado net asset value itakuwa iko juu zaidi. Na P ratio ni 7.8, imepanda kutoka 6.9 kwa sababu ya appreciation ya bei ndani ya mwaka huu wa fedha, na yenyewe ni kwa sababu watu wameona faida na watu wamechangamkia kama tulivyoongelea hapo nyuma. Price to book iko at 0.6, na dividend history yake dividend history yake tunaona hapo mwaka 2019 walilipa shilingi 6 na 20 walilipa shilingi 6 na 20 walilipa dividend wakati walipata hasara, lakini walilipa dividend still, na dividend imedouble kutoka 2020 kwenda 2022 ilidouble, na 23 pia walilipa shilingi 13. Tunasubiri mwaka huu, bado hawajatangaza, tunasubiri tuone watalipa kiasi gani. Wakitangaza gawio. Sasa financials zake, investment income kama nilivyosema, ndani yake ni uwekezaji. Kwa hiyo anawekeza, anapata investment income na interest income. Kwenye window ya kwenye window ya juu kulia inaonekana kama segmentation kati ya interest income na dividend income. Kwenye window ya kwanza ya juu kushoto inaonekana total investment income. Sasa kwenye window ya juu kulia tunaona kwamba interest income ni kubwa, maana yake amewekeza kwenye bonds kuliko alivyowekeza kwenye equities, au anapata mapato mengi kwenye bonds kuliko kwenye equities, japokuwa equities zinakuwa kwa kasi zaidi kuliko bonds. Kwa allocation ya kwenye equities markets it's catching up kwenye mapato yake. Ila we can tell kwamba mapato yake mengi yanatoka kwenye bonds kuliko yanatoka kwenye equities. Ila pia tuliongelea pale mwanzo kwamba anauza na kununua assets zake. Then the trend tunaona tangu 2020 ambao kuna asset aliuza hapo ambayo ilimpa hasara, ambayo ilisababisha hasara ya kampuni nzima, na that makes sense kwa nini alilipa gawio hata kama amepata hasara, kwa sababu ilikuwa ni realized loss kutoka kwenye trading, sio kutoka kwenye operations. Lakini kuanzia 2021 tumeona faida imekuwa inakwenda juu mpaka 24 ambayo imepata milioni 490 kutoka kwenye trading income peke yake, na kwota ya kwanza 2025 wamepata milioni 48. Kwa tunasubiri mpaka mwisho wa mwaka atakuwa amepata faida kiasi gani, na jinsi stocks zinavyopanda bei hapa kati, maana yake trading income inaweza ikawa nzuri. Operating profit tuliona hapo mwanzo imefika mpaka bilioni 3.9 2024, na kwota ya kwanza ilikuwa milioni 531. Kwa basically ni kama ndio interest ndio kama financial statement yao, na sehemu ambazo wanapata mapato tupoona hapo ni interest income na dividend income. Kuangalia kwenye margins, faida zao zinakwendaje. Tumeona pale mwanzo kwenye cost to income ratio. Kwa cost to income ratio na margins ni almost sisters, sababu mmoja anaonyesha tu upande wa gharama, mwingine anaonyesha upande wa mapato yaliyobaki, faida iliyobaki. Lakini tunaona net margin ambavyo imeimprove mpaka 86% mwaka 2024 na 70% kwota ya kwanza mwaka 2025. Lakini tunasubiri full year, mwezi huu unaisha, we expect mwisho wa mwezi ujao watoe nusu mwaka, and then tuangalie mwaka huu kuna improvement au la. Lakini kwa jinsi dividends zinavyopanda mwaka huu kwenye holdings zao, I'm sure CRDB na NMB watakuwa wanawalipa dividend nzuri. We expect
we expect hizi margin kuimprove, maybe kugonga 90% and above. Cost to income ratio, as I said, is just the opposite of net margin, ambayo imeshuka sasa hivi. Kota ya kwanza ni 29.6, lakini mwaka 2024 ilikuwa the lowest point, kama ambavyo net margin zilikuwa the highest historical point. Ilikuwa the lowest point at 13.8, which is a good thing. Cost to income ratio nataka iende kwa sababu cost ni operational expenses gawa kwa mapato. Kwa hiyo which is a good thing. Net asset value per share evolution yake mpaka kota ya kwanza, leo tusema pale mwanzo mwisho 2024 ilikuwa 366, mpaka kota ya kwanza ilikuwa shilingi 381. Kwa nayo tunaona bado iko juu ya bei. Kwa mwisho wa kota ya kwanza ilikuwa bado iko juu ya bei, na sasa hivi ambavyo bei zimepanda zaidi, net asset value yake itakuwa imepanda zaidi, na magawio aliyopata maana yamekwenda kwenye net income, yamekwenda kwenye equity, kwa maana yake itakuwa imeongezeka zaidi. Na dividend per share historia kama tulivyoona hapo nyuma. Sasa tangu mwanzo wa mwaka Afriprice imepanda kwa 60.5. Maana yake haya yote watu walikuwa wanayaona na wamekimbia nayo. Na net asset value per share ni shilingi 381 kama tulivyoona hapo mwisho wa kota ya kwanza, na hiyo ni mwisho wa kota ya kwanza. Kwa mwisho wa kota ya pili tutaona results ikitoka, zitakuwa published, tutaziangalia. Lakini P ratio yake kama nilivyosema ni 7.8, na P ratio tumeidiscuss mara kadhaa. Maana yake ni mapato. Kama kampuni ikiamua kulipa faida yote kama dividend, itachukua muda gani wa kurudisha hela yako. Na P ratio inakuwa na communication nyingi. Kama P ratio iko chini, maana yake either kuna opportunity au soko lina perceive kwamba hiyo kampuni ina risk ambayo haijawa realize vizuri, au kuna uncertainties. Kama iko juu, maana yake either imemature au kampuni ina perceive kwamba kuna potential kubwa hiyo kampuni kwa willing kuinunua kwa bei kubwa, wakitegemea hiyo opportunity, hiyo potential kuja kuwa realized. Kwa hiyo ukiangalia ya Afriprice imekwenda mpaka 7.8. Kuna kampuni nyingi kubwa including CRDB ambayo P ratio iko less than 5, lakini P ratio iko at 7.8. Kwa maana kuna opportunity, kuna potential watu wanaiperceive, lakini bado ukiangalia PB iko chini ya 1. Maana yake ikitokea unainunua leo inakuwa liquidated, maana unapata faida. So hii PB nayo ina signal something kwamba there is still value to be gained kwenye Afriprice market. Bei most likely bei itaendelea kupanda, na bei yake as we speak ni 345. Kwa watu wengi wanaona bei ikishapanda kwa kasi kama hivi, kwamba tangu mwanzo wa mwaka imepanda kwa 60%, then possibly opportunity imesha kwenda, lakini that's not the case. Issue ni kuangalia numbers na kuangalia potential ya kampuni husika, sasa faida yake. Kwa hiyo hata kama imepanda kwa 60%, what this says ni kwamba bado ina trade chini ya net asset value kama nilivyosema. Hata kama mtu hujachelewa, tuseme tunakuwa na fear of missing out, lakini kunakuwa na kwamba bwana hii bei imeshapanda, then mimi nasubiri ishuke. Najua kuna watu wengi sana wamesubiri sana CRDB ishuke, lakini unaona ambavyo inaendelea kupanda tu. Hiyo opportunity ya kwamba CRDB ishuke tena uinunue inakuwa haipo. Kwa hiyo na hii inawezekana ndio inaendelea kupanda. Kusema kwamba sasa nasubiri opportunity ishuke, inawezekana isishuke hapo ilipo. What matters is that it's a good company. Tumeona balance sheet yake, anawekeza kwenye hisa na bonds, listed equities na bonds. Kwa maana yake balance sheet yake iko solid. Zikitoka numbers za 2024 tutaiangalia vizuri exactly ni hisa gani amezinunua na anapata dividend nyingi kutoka kwenye kampuni gani, tutaiangalia vizuri. Lakini tunajua balance sheet yake iko okay. Sehemu kubwa anapata kutoka kwenye treasury bonds, ambazo tunajua treasury bonds ni one of the safest investment, in fact the safest investment kwenye uchumi. Kwa hiyo hii kwamba imepanda kiasi hiki, mtu isikuditaa kufanya maamuzi ya kununua. Kama tunavyoshauri hapa, uiangalie tu uiangalie vizuri, yani angalia, ongea na mshauri wako, ongea na investment advisor, karibu tutumie email, piga simu, tutakushauri namna ya kuwekeza. Lakini that's Afriprice. Naomba nikaribishe maswali. Kwa yote anataka kujua chochote zaidi kuhusu Afriprice au kuhusu soko, na yuko kwenye call hapa. Karibuni. Shukran sana Imani. Wakati unaendelea kupokea maswali, na kitu kimoja tu nimekiona hapo. Ni kawaida of course kwa hizi investment company kutrade a bit below book value.
Of course tunaamini kabisa kama stock market imekuwa kwa namna moja au nyingine, so like hiyo book value pia inaweza ikawa imegrow tremendously. But what's your take trading that close to book value, kwa sababu pia naangalia kwamba price earning ratios na dividend payout inaendaje, kwa sababu kama mwaka jana ilikuwa 13 inamaanisha kwamba ila maintain 18% hapa at least 8%, tunaongelea at least shilingi 20 gawio. Na what's the take for investors, wategemee nini kwa namna moja au nyingine? Naamini kabisa kwamba the book value inaweza ikawa move tremendously kutokana na baadhi ya counters, though kuna possibility ya dilution kwenye bonds kwenye hiyo movement ya book value. Lakini sasa je, huyu investor unamwambia nini? Najua tuko pale shilingi 13, bei tuko 345. Ukipiga dividend payout, ukipiga dividend yield iko chini kidogo. Kwa tutegemeni ma dividend ya 2024 ili after price iweze kuendelea ina price ambayo tunaiona sokoni. Ndugu investors, ndio muda wa maswali huu. Kwa kama mtu yote ana swali kwa haraka akati maana najibu, anaweza kanyosha mkono, tutaruhusu kwa mpangilio huu. Asante sana. Asante Tiko. Hilo swali zuri sana kweli, linamata kwa sababu mwisho wa siku mwekezaji anaangaa kinachoingia mfukoni kwake rather than namba ambayo yako sokoni. Kwa hiyo kweli ili ku maintain dividend yield bei inabidi dividend inabidi iongezeke. Tukiangalia mapato yao na faida, ile net profit imedouble, lakini number of shares imeongezeka na zenyewe zimedouble. Ndio maana earnings per share imepanda kwa 12% tu. Kwa hiyo it's quite possible, sijui wenyewe wataamua vipi kwenye kulipa gawio. It's quite possible wakalipa gawio ambalo liko moderate, limekuwa moderate, wakabalance mwaka huu and then wakaja kuendelea na growth mwakani, au wakaingia mfukoni vizuri wakatoa gawio zuri ili ku maintain some policy au some growth. That we wait to see. Najua wanafanyaga AGM somewhere around September October hivyo, wakifika wakifanya huko, we wait to see watafanyaje, kwa sababu kweli kuna swali la kwamba shares zao zimepanda, number of shares zimedouble, hata kama faida ni kubwa lakini number of shares pia midomo imeongezeka. So that is something very interesting, we wait to watch. Wakishafanya AGM wakaamua dividend atakao propose, inaweza ikawa na impact kwenye hii rally ambayo imeendelea na kwenye hii bei. Shukran sana. Naona Msauz ameanza hapo. Karibu kwa swali Msauz. Karibu, kama unaongea utakuwa umemute upande wako, si tusha allow mic. Msauz. Hello. Nasikika? Tunakusikia. Karibu sana. Tunakusikia. Okay. Thank you so much. Swali langu ni ndogo tu, lakini kuna katika nilivyosikia kuna kipindi kwa kama kampuni inavyo trade ikapata hasara, wanasema haita affect gawio. Na vipi kwa mfano kipindi pia imepata labda faida, hizi process ambazo what can I say, niwekaje hizo kazi ambazo wanafanya za kufanya trading na kupata faida na kupata faida au hasara, zinakuwa zinaingia kwenye faida kwenye gawio au aziingii kwenye ile gawio ambalo la kampuni? Ni hivyo tu, simple. Sio kama nimeeleweka swali langu. Asante. Yes, umeeleweka. Nimeeleweka? Yes, umeeleweka. Thank you. Hiyo inategemeana na, I think inategemeana na mwaka, inategemeana na kampuni husika, na I think inabaki tu kuwa kwenye deliberation ya board na management ya kampuni husika. Kwa sababu wamepata, kwa sababu wakiuza wanakuwa wamepata pesa, lakini most likely hiyo pesa wanaenda kuiwekeza kwa sababu ni asset, na mapato wanayotegemea, sehemu ya mapato wanayotegemea au mapato yao ni ile return on investment rather than assets zimekuwa ile gain. Kwa mapato wanayotumia ambao ni mapato kabisa ya kampuni ni magawio na riba ambazo wanapata kutoka kwenye fixed income securities zao. Kwa hiyo ikitokea wamenunua na kuuza within the same year, maybe wameamua ile gain wakairecognize kabisa kama faida, then wanaweza wakaifikiria kuweka kwenye dividend. Ila najua hii inabaki kwenye deliberation ya kampuni na management. Ukiangalia kwa mfano Vodacom
waliuzaga zile assets zao za ile minara, lakini ile hela kuiweka kwenye dividend kabisa walitoa wakati wana calculate dividends, na ilichangia kupata faida sana mwaka ule wakati wanapiga na dividend. Vodacom wana strict dividend policy ya 50%, lakini wakati wana calculate 50% walitoa ile bilioni 120 wakaweka pembeni, ndio wakapiga hiyo 50% wakalipa kama gawio. Kwa hiyo inabaki kwenye deliberation ya kampuni ya management na board. Shukran sana Imani. Kuna maswali kadhaa kwenye chat. Hisa za Afriprice zimeanza kudowntrend. What is this signal? Ami, what is the signal hapa Tunaona kama anasema zimeanza kudowntrend. Though tukiangalia sokoni tuko 340, 345 na tumekuwa tuko hapo for so long. Sijaona kama imevuka above 345, but labda tumsaidie investor. Labda alikuwa anaona ile uptake ya price kupanda ilivyokuwa na accelerate afu imepungua kidogo. Can you shed light on this? Yeah, nadhani tukisema ina downtrend kidogo tutakuwa tumeoverstate. Nadhani neno sahihi ni kwamba zina consolidate, yani zimekaa katika range moja kwa muda mrefu. Sasa hii ni tabia ya kawaida kabisa katika soko la hisa, kwa sababu hisa zinapanda zigzag, yani zinaenda zinajitafuta afu zinarudi. Umeona hata kudondoka kwake na kwake hivyo zigzag, umeona. Lakini sasa nini kinapelekea hiyo consolidation? Ni kwamba either kuna wawekezaji wa mwanzo, wana take profit, sawa, wana realize zile unrealized gains zao, zile faida ambazo zilikuwa faida za kwenye daftari tu, sasa wanaamua kuzicash out. Pili, inakuwa hakuna fundamental news ambazo zinakuwa zimeignite new demand, umeona. Kwa hiyo haimaanishi ni taarifa mbaya, haimaanishi is a downtrend, umeona. Kikubwa naweza nikasoma ni consolidation. Asante sana. Kwa hiyo Afriprice ina consolidate kwa namna moja au nyingine. Tunaelekea muda wa magawio. Mara nyingi wanatoaga second half of the year. Tunaelekea muda wa AGM. Watu wengi wako cautious na dividend policy. Imani, can you shed light on this dividend policy? Sasa kuna maswali mawili hapa. Dividend policy ya Afriprice ni ngapi? Asante sana Litiko. Nadhani kama nakumbuka vizuri dividend policy ya Afriprice ni 50%. If I remember correctly, maybe tunaweza tukaconfirm, tukaconfirm na wawekezaji wetu ikija, lakini nakumbuka kama ni 50%. Kwa sababu ukiangalia mwaka 2023 ile waliotoa shilingi 13, earnings per share ilikuwa shilingi 26. Na huko nyuma pia ilikuwa hivyo hivyo, kasoro mwaka 2020 ambao walikuwa wamepata hasara. Lakini ukitoa ile hasara kwa sababu inatoka kwenye trading, pia ilikuwa around shilingi 12 earnings per share. Kwa I think ni 50%. Kwa most likely na sasa hivi itatoka huko. Sasa kama itabaki 50% au watapandisha kwa ajili ya kukidhi hiyo, au watatoa kwenye share, watafanya weighted average number of shares, japokuwa kama mwaka mzima kwa number of shares lazima idouble sasa hivi ili kukidhi pale kwenye earnings per share. That is something that we wait to see. And something that also investor inabidi ukae mkao wa kula, kwa sababu kwa namna moja au nyingine kuna potential pia kubwa kidogo. Huu mwaka ni mwaka ambao kampuni nyingi zimetoa off record dividends. Na kwa namna moja au nyingine pia Afriprice kama alivyoelezea vizuri pale Imani ni kwamba hailipi dividend out of trading activity. Yaani tunasema kabisa kwamba amenunua share leo, most of the shares wanazihold passively. Sio kwamba leo amenunua kesho anatoka, kesho amenunua kesho anatoka. Kwa anakuwa na more or less a passive portfolio. Kwa hata share ikishuka sokoni unakuta bado kama ililipa gawio, unakuta basi analipa out of the gawio. Sasa this year tumeona record dividends. Tumeona Trigger akitoa 600, tumeona gawio la Trigger, tumeona gawio la TBL, tumeona gawio lilivyoongezeka upande wa CRDB, tumeona gawio lilivyoongezeka upande wa NMB. We have seen a lot of dividends coming into the market, which means like kuna chances ya kwamba mwaka huu ukawa very strong pia kwa Afriprice in the long run. Na pia tumeona jinsi ambavyo counters zimeweza kuongezeka from January to date. Na hii inaenda ku affect directly their book value kama tulivyoelezea pale mwanzoni. Kwa maybe pia ikawa ni sababu moja kubwa kwa nini Afriprice iko hapo ilipo leo hii. Ibra, karibu. Naona una swali moja ambalo limekaa kwa. Asante sana Luitiko. Nina mawili. La kwanza alafu la pili litakuwa ni swali, lakini ningependa tu kuwakumbushia wawekezaji na watu wanaotusikiliza kwamba katika hii series yetu ya unlocking value in mid cap stocks, tunataka
kuiqualify tuseme, kama rafiki yangu Ame anavyosema, na faida ambao wawekezaji waongeza kuipata mwaka mzima. Naongezea tu aliposema Luitiko, ukiangalia faida ya mwaka mzima, tukianza kuzirank sasa, kaunta gani ambazo zilipata faida kubwa kabisa kuanzia mwaka uanze hadi hivi leo, kuna vitu vile tutavigundua. Cha kwanza ni kwamba tukiangalia hata zile 5, kaunta ya kwanza ambayo imepanda zaidi mwaka huu ni kaunta ya Mkombozi Commercial Bank. Mkombozi ni kaunta ambayo tumeipitia kwa kirefu sana kwenye series yetu ya mid cap stocks, imepanda kwa 92.6%. Na leo ni mwezi wa 6 tu, tunakaribia kumaliza mwezi wa 6, lakini imeshapanda kwa 92%. Kaunta ya pili ni hii ya leo ambayo tumeongelea, Afriprice. Imepanda kwa 60.5% kutokea huu mwaka unapoanza. Leo tumeongelea Afriprice kama mid cap stock, lakini kaunta ya tatu kupanda mwaka huu kutoka mwaka uanze ni kaunta nyingine ambayo tumetoka kuiongelea a few weeks ago, Maendeleo Bank PLC, imepanda kwa 58.1%. Kaunta ya 4 ambayo tumetoka kuiongelea wiki chache tu zilizopita, imepanda kwa 43.8%, sio nyingine bali ni Nico au Nicole, kaunta ambayo inafanya vizuri. Na kaunta ya 5 ambayo ndo inaongoza, iko nafasi ya 5 katika kaunta ambazo zimepanda mwaka huu, pia ni kaunta nyingine ambayo ni mid cap, ambayo ni Swissport, ambayo imepanda kwa 39.1%. Sasa swali langu ni kwamba, ambalo hata ndugu yangu Imani anaweza akanisaidia hapa, kwenye hizi top 5 kaunta ambazo nimezitaja ambazo zimegain mwaka huu, ya pili ni Afriprice ambayo tumeongelea leo, na ya 4 ni Nicole ambayo tuliongelea majuma mawili tu yaliyopita. Je, is it time for investors kuanza kuangalia hawa investment companies? Tunajua Nicole na Afriprice wao wanafanya more or less a similar business, kuanza kuangalia kwa ukaribu zaidi. Ukiachana tuna kwamba tunajua investors wanatakiwa waangalie mid cap, lakini hizi counter mbili ambazo zinafanya investments, je, ni counter ambazo watu wanatakiwa uziangalie kwa ukaribu zaidi? Asante Ibra. Ni swali zuri sana hiyo, sababu liko very broad. Wakati tunaanza session hapa, wakati unaongelea kuhusu weekly recap, tulionyesha maana faida biashara inavyoongezeka soko, activities zinavyoongezeka sokoni, DSE inaonekana ni kampuni nzuri na bei ya DSE imeendelea kupanda. Na tulikuwa tunasema hapa kwamba watu wanajitangulia soko, market efficiency hypothesis, kwamba watu wanajitangulia soko, maana haya mambo yanatokea, activities zinaongezeka, DSE alianza kupanda muda, na watu wananunua shares za DSE kwa sababu ya hizi activities zinazotokea sokoni, na bei za hisa zinaendelea kupanda, maana watu wanazidi kuwa attracted, wananunua hisa na vitu kama hivi. Sasa Tanzania hamna index pana, hamna mfuko mmoja ambao mtu anaweza akiwekeza amenunua soko zima. Kweli ndio maana watu wengine wanaona kama DSE ni representative ya index fund, kwa sababu soko likiperform vizuri DSE ana perform vizuri. Lakini hizi close ended fund managers, they pick the best and put them in their portfolios, na wana balance na treasury bonds. Kwa hiyo activities zinavyoendelea kuongezeka sokoni, somewhere to balance your investments ni kwenye hizi investment companies, kwa sababu wenyewe wamekaa chini na fund managers, na tofauti kwa mfano na mifuko ambayo ina specific investment policy, kwa mfano money market fund ambayo inawekeza kwenye fixed income securities za muda mfupi, au hizi bond fund and the likes ambayo inawekeza kwenye fixed income securities, kwa return yake iko somewhere iko dependent kwenye return yields, treasury yields za serikali at any time t. Mifuko hii investment policy yake ni capital markets, na tumeona kwa mfano Nicole ameenda baba kwenye real estate. Kwa maana yake they just pick the best, ndio kazi yao, to just pick the best investments waziingize kwenye portfolio. Kwa mtu ukiona activities zinaenda, ukinunua an investment company, maana yake umenunua the best investments kutoka kwenye capital markets zetu. So definitely soko linavyozidi kuchangamka, this is an area to look at, and these are companies to look at, kwa sababu zinakuwa zinawakilisha maeneo ambayo ni mazuri sokoni. Kwa hiyo
hicho ulichokiuliza kweli, it has value, it has merit, watu waziangalie, hususan sasa hivi masoko yanapofanya vizuri. Asante. Asante sana. Naomba nimkabidhi Ami au Lutiko waweze kuendelea na session yetu. Ya, asante sana Ibrahim. Ya, nadhani kama Imani alivyosema, unapoangalia Afriprice, unapoangalia Nicolo, hizi more or less naweza nikasema bila kuangalia structure ya closed end ama open ended, unaangalia balanced funds. Kwa yule ambaye anataka exposure at least ya stability ya bonds, lakini vile vile capital gains ambazo zinaweza zikapatikana na portfolio underlying assets ambazo ni equities, then it's a good platform. It's a very good platform. Lakini kama tulivyosema mwanzoni kwamba saizi activities ziko nyingi, umeona. Kwa hiyo ni muhimu sana kuassess soko kila siku jioni saa 10, angalia who are the winners today, who are the losers, and how do you assess your portfolio. The keyword is be nimble, my friend. Lutiko, mwezi wa 6 unaisha. Tunaingia kalenda mpya ya serikali in terms of bonds, ukopaji katika soko la ndani, lakini ndo tunamalizana na msimu wa dividend payments upande wa equities. Lakini mwaka huu tumeona soko la bonds likiwa active na bei zikiwa zinapanda juu na returns zikiwa kidogo squeezing, lakini tunaona pia soko la hisa la lenyewe liko nerali. It's a very rare occasion. Nakumbuka Marekani ilikuwa around 2021, right after the recovery from the pandemic. That's when this thing occurred. Normally soko la bond lilikuwa chini, soko la equity linakuwa juu, ama soko la equity likiwa chini, soko la bond linakuwa juu. Sasa saizi in Tanzania kote ni kwa moto, na huko mtaani wenyewe ukigusa na kwenye dai real estate na yenyewe ni moto, umeona. What does this say about the market? Lakini hii inamaanisha nini kwa uchumi wetu? Karibu Litika, nadhani baada ya hapo ataongea Imani vile vile. Watupe tu nini kinachotokea ili mtu aweze kuconnect haya masoko yanafanyaje kazi. Shukran sana Ami. So tunaamini kabisa kwamba the market is the best indicator of what is happening kwenye uchumi wa nchi, na hii yote ina indicate kabisa kwamba tuko wapi kama nchi. Kama unavyosema ni sahihi kabisa kwamba in most cases unakuta kama equity ikiwa ina perform vibaya watu wanakimbia kwenye bonds, kwa hiyo unakuta bonds zinaanza perform vizuri. Lakini sasa hivi we are all rising. I believe hata kwenye real estate kwa wale wanaopanga na kununua viwanja wanaweza kaona. Kwa hiyo inaeleza kabisa, na I think hata juzi pia tumeelezewa na kwenye budget kasi ya kukua kwa uchumi, potential projects zilizopo na potential projects na zinavyoendelea kwa kasi, ambayo yote inaongeza circulation ya hela kwenye uchumi kwa namna moja au nyingine, na inasaidia Watanzania kuinvest. Na hata kuja kuangalia pia upande moja, hata ukiangalia hizi counters zilizokuwa zinaenda so far, unakuta kabisa kwamba foreigners wana exit, Watanzania wanaweza pia kuabsorb hiyo lot, na also commendable of efforts kwa investors wetu, kwa sababu pia wamekuwa wanaingia kwa kasi sana sokoni. Watu zamani walikuwa hawaji sokoni kuinvest, sasa hivi wameona potential, wanakuja kuinvest, number of investors inazidi kuongezeka, na kiujumla inasaidia sana market kukua. Na naamini kabisa kwamba huu bado ni mwanzo, kwa sababu bado kuna watu wengi sana ambao bado hawana elimu ya kutosha kwenye uwekezaji, na wakiingiza hela zao kuna nguvu yao kwenye uwekezaji, unaweza kujikuta kabisa kwamba soko letu likakua kwa kasi sana. Na tukiendelea na sensitization ya elimu, lakini pia uchumi ukiendelea kuperform as we perform, I believe tutakuwa na a very strong return mwaka huu na mwakani kwa ujumla na kwa kuendelea. Upande wa kalenda, we are very anxious kuona kalenda mpya itakuwaje. Shauku ni kubwa sana kuona kalenda mpya itakuwaje. Tutabaki na rate hizi au zitabadilika kidogo. Tumeona kuna returns zimesqueeze sana hapa mwishoni, yield zimeshuka sana hapa mwishoni, na mara nyingi inakuwa ni kawaida mwishoni mwa kalenda kushuka kwa sababu ya ile uwezo wa serikali kukopa. Lakini kama rates zitarudi hivi basi maybe au zikaudi even nzuri zaidi, labda bei zinaweza zikapoa kidogo. Lakini kama kutakuwa na changes kwenye rates na kwenye zikashuka kidogo, basi tutaendelea kuona hizo rates zikiendelea kushuka kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo shauku ni kubwa, naamini wiki ijayo tunamaliza mnada wetu wa mwisho wa miaka 15, labda kama mambo yote yatakuwa yamekaa kwenye budget, tunaweza tukaona kalenda mpya very soon,
na hata katika session ambayo inafuata tukaweza kuiongelea kwa undani zaidi. Sijui kama Imani unacho kuongezea hapo. Asante Ritiko. Sina kikubwa cha kuongezea. Ni kweli masoko ni indicator ya uchumi na indicator ya liquidity, na sasa hivi ukiangalia sokoni kinachoendelea, bei zina improve, lakini inachangiwa na elimu ambao watu wanaongezeka. Tunaona CDS sasa hivi zimefika mpaka kodi ya kwanza ni 7, maana yake zinaendelea kukimbia kwa kasi, zinaendelea kufunguliwa nyingi. Lakini pia ukiangalia minada ya hatifungani inaenda mpaka bilioni 700, mpaka bilioni 700, bilioni 500 ni kitu cha kawaida. Kwa maana yake inaonyesha kuna liquidity sokoni, na hiyo nyingine inachangiwa na kwenye real estate. Lakini pia unaweza kwenye real estate ambapo kuna kimbia, possibly kuna wengine ambao wangewekeza kwenye real estate wanakuja kwenye capital markets. Lakini kikubwa overall ni kwamba watu kuna sekta ambazo au kuna shughuli ambazo zilikuwa sio rasmi. I think kinachoendelea, watu wengi, pesa nyingi inakuwa formalized. Yani kuna shughuli ambazo hazikuwa rasmi, mtu anaenda kuwekeza labda kilimo cha subsistence, mtu yuko ofisini lakini anawekeza kilimo cha kutuma hela kijijini na kuwekezea. Watu wameshaumia huko, na kama jamii naona tuna evolve. Watu wanaenda kwenye vitu formal, wanaenda kwenye kampuni. Sasa ni kazi kwetu sisi market players, hii ni homework yetu sisi kuongeza products za watu kuwekeza, ili wimbi watu wanavokuja, hii pesa isije ikaishia kwenye products zile ambazo zimezoeleka kila siku. We have to be creative, tutafute makampuni yaongezeke, tutafute namna hizi investment opportunities na investment products endelee kuongezeka. Tuandalie chakula sisi kama wapishi, tuandalie chakula, tuhakikishe unapata chakula cha mboga 8. Maana sasa sio zibaki mboga hizi zilizopo, ziongezeke ziwe mboga 8. Kwa hiyo ni ishara nzuri kwa uchumi, ni ishara nzuri kwa soko, and hongereni sana wawekezaji mliochukua maamuzi ya kuanza kuwekeza. It's a good direction you're taking, and sisi tupo kuhakikisha kwamba navigation nyie hapo inakuwa mawimbi sio makubwa, sio makali. You just have to pick the best advisor, kuhakikisha tu safari yako ya uwekezaji inakuwa smooth. Asante sana Ritiko, back to you Ami. Information. Sawa, asante sana Imani. Wawekezaji, maswahiba, tunaelekea kuhitimisha session yetu, lakini tulikuwa tunahitaji maoni yenu, kwa sababu tumekaa tukatafakari, tukasema Ijumaa ni siku nzuri sana kwa ajili ya kujifunza uwekezaji, lakini Ijumaa vile vile ni siku moja kabla ya weekend. There is a lot of excitement, lakini distractions ni nyingi. Sasa tulikuwa tumepata maoni mbalimbali, lakini tukasema kwa maoni ya platform yetu sisi iko online na walaji wetu wako online, basi it's fair enough kama tukiwashirikisha na watu online. We are proposing kwamba hii session ya leo, baada ya kuwa Ijumaa saa 12 jioni, tuwe tunaifanya Jumatatu. Wakati wiki linaanza kabisa, we are fresh from the weekend. Kile kilichobaki baada ya matumizi ya weekend tunacho. Sasa tukae tu discuss soko liliperform vipi wiki iliyopita, lakini kwa wiki hilo sasa tunajipangaje. So Jumatatu tunataka iwe first day of the week, tunataka iwe the day to discuss about opportunities zilizopo katika soko. Sasa tukasema tuwataarifu kwanza wawekezaji wetu kwamba kuna mabadiliko hayo tunayafikiria, tunayatafakari, nyinyi mnayapokeaje? Umeona? Kwa hiyo ni hilo. Labda Imani, karibu paint color behind hii thinking ya kubadili siku. Asante Ami. Kama ulivyosema, kama ulivyointroduce kwamba tumeona Ijumaa inakuwa rahisi kucover weekly recap. Watu activities zimeshatokea ndani ya wiki, watu wamefika jioni, then mtu unakuja unasikiliza yaliyotokea ndani ya wiki. Lakini kwa sisi kwa kufikiria, na kumekuwa na sentiment kwamba Ijumaa mtu akitoka ofisini anakuwa amechoka, na watu inakuwa sio conducive kwa watu kukaa kusikiliza webinar. Then wanahitaji siku labda ambayo wako serious. Hata kama mtu ametoka ofisini, ni siku fulani ambayo haina mambo mengi. Unajua Ijumaa watu akili ile thinking imeshaingia kwenye weekend. Mtu mood ishaingia mood fulani ya weekend, kukaa kusikiliza vitu ambavyo ni official, inaweza ikawa watu wanaweza kuwa sio very attentive. Kwa hiyo tukafikiria sasa siku gani ambayo itakuwa relevant still kuongelea weekly recap, mambo yaliyotokea ndani ya wiki, bila ku lose ile value, kwamba bado
bado hivyo vitu, bado information kuhusu weekly activities ni relevant, lakini ni siku ambayo ni official, tukafikiria Jumatatu jioni. Kwa tukasema kabla sisi tujaamua, kwa sababu tayari tunafanya hizi session kila Ijumaa na kuna watu wanakuja wanasikiliza na tayari wameshazoea kwamba Ijumaa ndio siku ya weekly recap, then tulipeleke kwao tuulize kama kati ya Ijumaa hapa angalau wanakuja kusikiliza, then Ijumaa na Jumatatu which is better kwa preference za mtu. Kama inawezekana kuna watu wanakuja hapa lakini wangependa kusikiliza Jumatatu, lakini kuna watu inawezekana wanaona Jumatatu ni siku fulani iko tu official, ina kazi nyingi, bado tusikilize Ijumaa tukao tumemaliza wiki tuko relaxed. Kwa tungependa mtuambie na niwakaribisha kwenye comment section. Naomba mseme tuone feel ya watu, preference ya watu wana prefer kusikiliza hii webinar, kuifanya webinar iwe lini. Kwa naomba tuone kwenye comment hapo, comment zenu kwenye comment section hapo, comment zenu mnatamani iwe Jumatatu au Ijumaa. Asanteni sana wadau. Maoni yenu tumeyaona na tunayaheshimu na tutayafanyia kazi accordingly kabisa, kwa sababu nyinyi online kwa kweli ndio naweza nikasema mna veto power, yani kula zenu nyinyi ndio zinaamua. Kwa hiyo asanteni sana kwa maoni yenu na tutafanyia kazi kila ambacho mmetupatia, especially katika response. Niwakumbushe tu kwamba unapata wapi taarifa kuhusu webinars na muda. Ni kupitia WhatsApp channel ya CRDB Bank PLC, lakini pia ukitaka hata hard copy ya hii presentation aliyokuwa na present Imani, unaweza ukatucheki kupitia email ya Brokerage Services. Nadhani Ibrahim, naomba uiweke ile email hapo iwe displayed. Unatuma tu email, tutakutumia hii presentation
ili uweze kuendelea kuidigest throughout the weekend. Pia session kama hii kwa mfano kuna vitu ulipitwa, let's say attention ilienda kwingine kidogo, ikifika let's say around Jumatatu Jumanne, huwa session kama hii inapatikana YouTube katika channel ya CRDB Bank. Kwa hiyo mwekezaji, naomba tuendelee kufuatilia what is happening, kwa sababu katika mwaka toka mimi naingia sokoni naweza kusema mwaka huu ndio mwaka ambao kwa kweli inahitaji kucheza kwa step, kwa sababu opportunities ni nyingi na taarifa ni nyingi na yanayotokea ni mengi. Kwa hiyo with that being said, tuendelee kukutana, kubadilishana mawazo, kupeana taarifa na maarifa. Wiki ijayo tutakuwepo tena. Hatujamaliza series yetu ya mid cap stock. We'll be having another company kwenye spotlight. Niwashukuru wote kwa kushiriki nasi, pia nishukuru timu ambayo imekuwa ikiandaa hizi presentation na kupresent over time. Hongereni sana na niwatakie weekend njema wadau. Asanteni sana.